Kwa majina naitwa Cosmas David Mahuma. Ukatili kweli upo katika aina zote zilizotajwa, lakini mimi nitaongelea ukatili wa kisaikolojia. Ni kweli unafanyika, hususani kwa watoto katika familia. Wakati mwingine watoto wana haki zao katika familia ili watendewe, lakini wazazi kwa sababu ya mamlaka walionayo wanazuia kuwatekelezea yale yaliyo mahitaji yao, huku ni haki yao. Kwa hiyo wanakuwa waathiri moja kwa moja kisaikolojia. Kwa jina naitwa Samson Thomas Joram, mwenyekiti maafisa usafirishaji kituo cha Bundili. Kwenye swala la kuhusu kwamba familia mnapoanza kama kilimo, mnaanza tu vizuri, mnafanya kazi kwa pamoja, ushirikiano na kuwepo ndani, lakini kama alivyozungumza mwenzangu kwamba kila kitu mnaenda sawa, lakini mwisho wakati kama huu, wakati wa mavuno, wakati mwingine hata baba anaanza kuchelewa kurudi nyumbani. Hilo lipo, lakini ambacho kinachosababisha yeye anaisahau familia. Anapoisahau familia, ina maana ya kwamba yeye sasa ndo bosi kwenye familia, yeye ndo taita kwenye familia. Lakini kinachotakiwa sasa ni kujifikiria, maana hata maendeleo kweli tunachelewa kupata. Wakati mwingine hata mipango ambayo mlikuwa nayo kwenye wakati wa kilimo, ukifika wakati kama huu sasa mipango inafeli. Ulikuwa na mpango labda mwaka huu tutajenga, mwaka huu labda tutanunua hiki, lakini unapofika wakati sasa wa mavuno, sasa zinakuwa tena ratiba nyingine. Lugha zinabadilikaje? Majibu yanakuwa? Majibu sasa yanakuwa akiomba, mfano labda leo humu hatuna hela ya kwenda kusaga, leo hapa hatuna mboga, mtoto anaumwa. Ina maana wewe unamtena masala kwa kwita. Ina maana unaona mkiremo huyo ni panga teto asema na weje nini? Ikani kakinime kwa kwita. Kwa hiyo hayo majibu kweli yapo. Hayo majibu yapo, lakini sio wote, wanaume wote, ni baadhi ya familia. Lakini mimi niseme tu kwamba kama shirika pamoja na taasisi mbalimbali za serikali, kinachotakiwa kifanyike, elimu izidi kutolewa, na hususan kabisa ikiwezekana hiyo inaingia kabisa hata kwenye sehemu ya mikusanyiko, kama kwenye vikundi wanatoa elimu, wanaomba kama leo tunaenda kwenye kikundi fulani, wanaomba sasa, wanamjulisha mwenyekiti husika kwamba leo tarehe fulani tutakuja kwako. Kwa hiyo anawaandaa watu wake kwamba siku fulani tutakuwa na wageni. Kwa hiyo mada ambazo watakuwa nazo, basi niombe mwije mwasikilize, ili sasa tuweze kupata elimu. Kiwezekana hata ikiwezekana kwenye mikusanyiko kama kwenye maeneo ya baa, mnazungumza taratibu na watu wale, unamzungumza mmoja mmoja, ikiwezekana kwamba sawa. Yaani unaingia kama vile mlevi na wewe unaenda kunywa, ni kama mpelelezi hivi. Unazungumza naye kwamba vipi ndugu yangu umekuja hapa, vipi? Unaanza utajua mbinu gani ambazo utaingia nazo ili uweze kumshawishi mtu, kwa sababu tunawatambua kuna watu ambao hata familia zao kweli kabisa, yaani ni kusema kabisa kweli kwamba huyu kwa kweli familia haitendei haki. Kwa kweli lazima natakiwa hili lifanyike, litendewe haki, na elimu ikiwezekana hata wajumbe hawa wa kamati ya kivulini ikiwezekana waongezwe. Lakini pia mimi nilikuwa naungana na ndugu yangu pale, alikuwa anazungumzia kwamba ukatili wa watoto, ukatili wa mama zetu, wake zetu, hususan wanaume huwa tunaongoza sana kwenye ukatili, lakini pia hata wake zetu tunasababisha hata watoto wetu wafanyie ukatili. Mfano, inawezekana mimi labda nina mtoto ambaye mama yake yuko sehemu nyingine, lakini nikamleta pale nyumbani, lakini nikawa ninaonyesha ushirikiano kwa yule mtoto, sionyeshi ushirikiano. Anachokisema tu mke wangu, ili mradi tu mtoto atake kae naye, yeye anatamka maneno kwa ajili ya kutaka kwamba mtoto atoke.
na wewe sasa unaweza ukakubaliana naye kwamba huyu afanyeje, huyu kweli ana matatizo, mambo mengi. Sasa mtoto anajikuta babake akiwa yupo anatendewa ukatili, anafanyiwa lolote lile. Tunashuhudia hata watoto wanavyochapwa, anachapwa mtoto, ananyanyasika mtoto, hata nguo hanunuliwi, anaenda shuleni labda yeye hata hana viatu, lakini watoto huyu mwanamke ambaye anaishi naye wamevaa vizuri. Sasa hiyo haionyeshi vizuri, yani kwa kweli hatuwatendei haki. Kwa hiyo niombe kabisa kwamba elimu zidi kutolewa katika jamii, lakini hata serikali kabisa, serikali na yenyewe sasa inapopata taarifa kama hizi na mashirika kama haya, sasa waendelee kuyawezesha ili sasa yaweze kutokomeza ukatili. Kwa majina naitwa Esther Julius Jacobo, ni mkazi wa hapa Bundilia Center. Tupo kwa ajenda moja ya ukatili. Hasa kina mama, niseme kwamba sisi ni waanga kwenye mambo ya ukatiliwa. Ina maana niseme kwamba kina baba ni wenzetu, ni wenza wetu, lakini pia wao wanaongoza kwa ukatili. Nitasema hivyo kwa sababu moja. Unajikuta mfano kama sasa hivi tulivyo, labda tumeivisha mazao, tumetoka shamba, tumevuna, tumeleta mazao ndani, lakini baadaye unajikuta mzee labda anajisikia kuchukua chochote pasipata kuhusisha wewe mama nyumbani. Kwa mfano, baba ndo ameingia ndani, ila anajisikia kwenda baa kupata hata 200 300, anaingia ndani, kama ni gunia la mpunga tayari ameshamtafuta mteja, anasukuma mzigo huko, wanauza, anapata hela yake. Pengine wewe mama huko nyumbani utashikia boda anakuja au mnunua mchele, huyo ndo anafika na beba, tushamalizana na baba bwana, unaona. Alafu mtu anaondoka, akiondoka hata pengine hajaacha hata hela ya mboga muda huo. Wewe labda umekaa hapo nyumbani na watoto, lakini ndio hivyo, baba ameenda, urudi kwake labda saa 4 saa 5, amependa kuwahi kurudi. Muda huo amerudi kashalewa, lakini anauliza ugali uko wapi? Mwanamba tu karibu tinazo. Wakati unauliza huo ugali, ajui kama hata mboga alikuwa mfanyaje, ameacha ndani. Changamoto inakuja, ndio hiyo ipo. Changamoto inakuja, wewe umejaribu kujitetea, labda hujaacha mboga, ulikuwa na chochote kinachoambulia pale kipigo. Mtaingia kupigana siku zote, mwanamke tu chini, wanaume wako juu. Utapigwa, kinachoanza kuambuliwa ni kwamba mtu unavunjwa hata viungo vya mwili, pengine unaumizwa, unaona. Yaani badala ya furaha ndani kwamba sasa tumeingia nyakati za kufurahia sisi na familia tulioteseka miaka ile miezi ile, muda wa kufurahia inabakia majuto. Ndio unajikuta muda mwingi nyakati za mavuno familia zizo nyingi huwa zinakuwa na changamoto, hata kuvunjika pia, unaona. Kwa hiyo kwa hali hiyo ni waombe waume zetu, baba zetu, na sisi akina mama kama pengine tunaweza tukawa chachu na chanzo, tubadilike kwa hili. Kwa majina naitwa Maduka Robert, mwanazengo hapa Bundilia. Mimi naongelea kuhusu swala la ndoa za utotoni, madhara yake ni yapi? Cha kwanza, kwa upande wa wanafunzi ni kukatisha masomo, manake mtu hawezi akaendelea na elimu kwa sababu tayari kwa mzazi. Kingine, kuongeza watu tegemezi. Kingine, kuongeza watoto wa mitaani kama sikosei. Alafu kingine ni yule mzazi sasa kujihusisha na vitu vingine baada ya na ficha yake ya kwanza kufeli. Ushauri wangu sasa kwa hicho kitu, kwa mfano kwa upande wa wazazi sasa ambao ni wanakaa na watoto, wazazi wenyewe wanashindwa kutoa elimu ya utu uzima kwa watoto wao, wakihofia kwamba labda anaweza nikamruhusu kama vile nimemruhusu kama afanye hayo mambo. Lakini ni elimu ambayo ni nzuri sana ukipatia mtoto wako kama 1 2 3, maana kuna kipindi kinafika tu hata wewe mwenyewe unaweza kujua kwamba huyu yuko kwenye stage ambayo anaweza kafanya hiki na hiki. Hata hicho kitu anakifanya pasipo kujua kama faida yake na madhara yake ni yapi. Mwenyewe alikuwa tu na hoja moja tu kwamba nifanye hivi kwa ajili tu ya vitu vidogo vidogo, lakini ndo anaambulia hivyo vitu. Na kwa upande wa mashuleni, kutengeza mazingira ambayo ni mazuri zaidi, anakuwa rafiki kwa wanafunzi kwa kuwa na sheria na miongozo mizuri ambayo inaweza kumfanya mwanafunzi aliyeko shuleni
asipate hizo ndoa za utotoni. Najua serikali inalifahamu hilo na bado wanaendelea kufanya hivyo ili kupunguza, manake kitu kipo na kitendaki kikwepa, lakini ni kupunguza. Jina langu naitwa Elizabeth James, napatikana Kahangala. Katika ukatili wa namna hii kwa kweli tunauona na upo. Pengine mimi nahisi kulingana changamoto ambazo anakutana nazo kwenye familia yake. Alafu naweza ukamkuta mwanafunzi mtoto mdogo yani amesimamishwa au kitu hicho kinaendelea akiwa na mtu mzima ambaye pengine anaweza kuwa baba yake au babu yake kabisa. Ushauri wangu, tunatakiwa tu tuendelee kuelimisha zaidi na zaidi. Wakina baba wabadilike, wazee wetu wabadilike, kwa sababu ndio imekuwa chanzo cha kuharibu watoto wadogo. Labda hao baba wakibadilika, baba ukimwona mtoto wa mwenzio kama ni wako, kwa ukatili utapungua. Kwa jina naitwa Samuel Nchai. Kwa ujumla kuna tofauti kubwa sana kati ya hali ilivyo sasa hivi na zamani. Zamani wazee walikuwa wanashirikiana sana kwenye familia. Wao ndio walikuwa wapangaji na ndio walikuwa wanawaongoza watoto kwa ujumla. Na kutokana na hali hiyo hata zile familia zilikuwa zimetulia na zilikuwa na nidhamu kwa ujumla. Lakini sasa hivi kuna mchanganyiko ambao unachangia, hasa ukichukua tukienda katika utandawazi, kwenye ma-TV na kadhalika. Hii nayo inasaidia sana kuharibu maadili katika familia mbalimbali. Naitwa Nancy Matemu, ni afisa maendeleo kwa kata hii ya Kahangala. Si mnanifahamu? Mimi napenda kuongelea kwa upande wa malezi jamani. Malezi kwa watoto wetu ni sisi wote, baba, mama na jamii kwa ujumla. Si ndio? Tunasema umoja ni bora kuliko nguvu. Pale unapoona mtoto wa jirani yako ameharibikiwa au anaelekea kuharibikiwa, basi kule chukua hatua. Sio kwa sababu sio ya kwako basi unamwangalia unaenda, hapana. Mashuleni kama kwa hapa Kahangala, nimeshapita shule zote za msingi. Hamna mtoto ambaye hajui ukatili wa kihisia, wa kingono wala aina yoyote ya ukatili. Si ndio? Kwa pale mtoto anapokuja anakuambia leo kuna binamu au kuna nani amenilawiti, muelewe mtoto alafu anza kuchukua hatua. Si ndio? Kuna mtoto anakuambia labda kuna huyu wangu amenishika hapa, chukua hatua. Sasa sio kwa sababu huyu unaona ni shemegi yangu ni nani unanyamaza. Si ndio? Ataanza kidogo kidogo, mwishoni kama ana magonjwa mtoto atapata magonjwa. Kama ni wa kike ni mimba, madhara mengine yanaendelea kuongezeka. Si ndio? Lakini tunasema pia tunasema mtoto wa jirani yako naye ni wa kwako. Umeona huko barabarani ana changamoto, wewe unapita, ni muda wa kwenda shule, umemwona amesimama na kijana, kwa nini usimkimbize aende shule? Kwa nini usiende kusema kwa mzazi wake ili awajibishwe? Si ndio? Tusimwache, tunaona ni muda wa kwenda shule, yeye anatembea. Kahangala juzi tumekamata watoto wa la 4 na la 3. Ni muda wa shule, yeye amebeba mfuko anaokota makopo. Anakwambia anataka apate hela ya kwenda kunyoa. Si ndio? Hela ya kunyoa ni 500. Kama hapa mzazi nimesikia anasema anaweza akavuna milioni 5. Kweli hela ya kunyoa 500 inakosekana 700. Kwa wazazi na sisi tunatafuta hela, tunapambana sasa hivi. Kuna muda mpaka tunatafuta hela, lakini muda wa malezi tusiusahau. Tunatafuta hela tupate ili watoto wetu wafanyaje kupata hatua nyingine na maendeleo, lakini na malezi pia ndio muhimu, kwa sababu tunaweza tukafanikiwa kupata hela, lakini kama malezi ya watoto hayako vizuri, basi utakula zile hela wewe, lakini ndio mtoto anakuwa ni mvuta bangi, yuko mtaani, kunakuwa hamna faraja wala raha ile hela jamani. Si ndio? Kwa hiyo basi, kwa vile wanakimvulini wanaharakati mpo na mnapambana kwa ajili ya kutoa elimu kama hizi, mimi ningeliomba sana kwamba mjaribu kupanga ratiba kwamba kila baada ya miezi mingapi mnaenda kwenye kitongoji husika, mnamuomba mwenyekiti wa kitongoji anapuliza filimbi kwa ajili ya mipango yake ya kimaendeleo ya kitongoji, lakini pia na wanaharakati na wenyewe wanapata nafasi ya kwenda kutoa elimu pale, ili hii elimu iweze kuwafikia walengwa wote.
Kwa hiyo faida ambayo tunaipata kutoka kwa wanakimvulini tunaenda kunufaika sisi wazazi pamoja na familia zetu. Mimi ningeliomba hilo, kama kungelikuwepo na uwezekano basi kujaribu kuratibu angalau hizi ziara ziendelee, ili haya mafunzo yaendelee kuzungushwa kila kitongoji, kila kijiji, hatimaye basi kila mmoja atakapokuja kuipata elimu na ikasimama, inaweza ikasaidia wao wenyewe wananchi wanaweza wakawa ni viongozi tosha. Cha mwisho, nafikiri afisa maendeleo, mimi niombe sana kwamba ndani ya kijiji hiki mamangu nafikiri na vikundi vingi mno na nina watu wengi mno ambao wanahitaji kupata mikopo, lakini nashangaa leo si ni mwaka wangapi huko hapa sijasikia hata kikundi kimoja kimebahatika kupata sehemu ya mikopo. Kwamba Bundilia bwana, au kwenye kata yangu ya Kahangara Bundilia nina vikundi viwili ambavyo vimesajiliwa, vimekidhi vigezo na nimeshakaa nao, nimewatengenezea mchakato, wamepata mikopo yao. Kwa majina yangu naitwa Rehema Daudi Mwagama, ni mwana mabadiliko kutokea kata ya Kahangara, kijiji cha Kahangara. Shughuli tunazozifanya kwenye kata yetu ya Kahangara, mara nyingi tunaendesha midahalo ya kwenye vikundi, midahalo kwenye familia, midahalo kwa wanafunzi, tunafikia makundi mbalimbali. Mabadiliko tumeanza kuyapata kwanza kwenye kata yetu. Palikuwa na changamoto mimba za utotoni, yani wanafunzi walikuwa wengi. Mwaka ukifika tunapata labda wanafunzi hata kwenye kata yetu labda hata wanafunzi 8, 9 wamepata ujauzito. Lakini baada ya kupeleka hii elimu ya ukatili kupitia shirika la Kivulini, tumewasaidia wale watoto. Kwa majina naitwa Kurwa Razima Nkirejua, ni mwanaharakati ngazi ya jamii wa kujitolea ngazi ya jamii. Kabla ya kuja hili shirika ilikuwa na changamoto kubwa sana katika jamii, hususan watoto walikuwa wanapata mimba ya utotoni, walikuwa wanalawitiwa, yani walikuwa wanafanyiwa mambo maovu ya ukatili. Lakini ilipokuja hili shirika la Kivulini limesaidia pakubwa sana na sisi kupewa elimu ya kuelimisha. Tumeelimisha sana katika jamii ya kwamba wao wanatoa taarifa kwa majanga yanayotokea mabaya. Kwa majina naitwa Ibrahimu Jeremia Petro, ni mwanaharakati kutoka kijiji cha Ijinga, kata ya Kahangara, niliyewezeshwa mafunzo na shirika la Kivulini. Swala la ukatili wa kiuchumi, kipindi cha nyuma kabla ya shirika alijaja hii shirika la Kivulini, ukatili wa kiuchumi ulikuwepo mkubwa. Mnaweza mkaanza mipango kwenye familia, baba, mama, watoto, kwa kulima mazao. Mnaanza hatua ya kwanza kutengeneza shamba, kwa baadaye mnaingia kupanda, basi hatimaye mpaka mavuno. Lakini ukishapata mavuno yale, baba anakuja kuuza na zile mali kwenda kutumia, labda kwenda baani, unaona, na yani na kucheza tu hizi kamari mpaka zile pesa zinaisha. Ina maana hilo inakuwa limeasili kifamilia, na maana tayari pale inakuwa ni ukatili wa kiuchumi. Kwa majina yangu ninaitwa Grace Musa, ninafanya kazi na taasisi ya Kivulini iliyoko Mwanza. Kivulini imekuwa ikifanya kazi za kupinga vitendo vya ukatili vinavyofanyika katika jamii zetu, kuanzia ngazi ya familia, jamii na hata taifa kwa ujumla, kwa kuamini na kugundua kwamba ukatili unapokuwa umetokea katika ngazi ya mtu mmoja au binafsi, inaleta vikwazo vya maendeleo ya huyo mtu binafsi, jamii na hata taifa kwa ujumla. Na katika utekelezaji wa shughuli zake, Kivulini inafanya kazi maeneo mbalimbali. Siku ya leo tulikuwa katika kata ya Kahangara, kijiji cha Bundilia, mahali ambapo Kivulini inafanya kazi kwa ufadhili wa shirika la Focus au shirika la maendeleo na wanawake kule Norway. Shirika la wanawake na maendeleo kule Norway, ambalo limekuwa likifanya kazi ya kuwezesha Kivulini au kuwapa ruzuku Kivulini ili kuweza kufanya kazi katika maeneo mbalimbali. Shirika hili la Focus kutoka Norway limekuwa likiwezesha Kivulini sasa
takriban kwa miaka zaidi ya 10. Toka mwaka 2014 limekuwa likituwezesha na tumeweza kufanya kazi kuyafikia maeneo mbalimbali ya wilaya hii ya Magu katika mkoa huu wa Mwanza. Na katika kufanya hivyo kadri ambavyo kwa kutumia mbinu ya sasa ambayo tunaitumia, taasisi ya Kivulini imekuwa ikitumia mbinu hii kuihamasisha jamii kuweza kuachana na mila potofu, mila kandamizi ambazo zinachochea kuwepo kwa vitendo vya ukatili, na hatimaye tuone wanawake na wasichana wakifurahia kuwepo katika jamii zao kwa kuyafurahia matunda ya kile kinachopatikana katika jamii, kuanzia ngazi ya familia, mtu binafsi na hata taifa kwa ujumla. Tangu tumefika mwaka 2000 tulianza ufadhili huu mwaka 2014, lakini tumefanya maeneo mbalimbali. Sasa tuna kata ya 8 katika wilaya hii ya Magu kati ya kata 25. Katika hii kata ambayo tulikuwepo leo, kijiji cha Bundilia, kata ya Kahangala, ni miongoni mwa kata 4 ambazo zimekuwa zikiendelea kufadhiliwa na shirika hili la Focus. Na sasa tangu tulipoanza, ukilinganisha kwa kutumia mbinu hii ya sasa, tulipoanza mwanzoni, hali ya ukatili katika maeneo haya, aina mbalimbali za ukatili, mfano ukatili wa kimwili ulikuwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya watu kutoelewa ukatili huu unatokea kwa sababu gani, lakini kulikuwa na ukatili wa kiuchumi mwingi sana ambao unatokea hasa nyakati za mavuno, ambapo unakuta kikao kinakuwa ni kimoja cha familia katika kuyazungumzia mipango ya familia, namna ya kuweza kupata kipato, kwa mfano kilimo, kwa sababu wenyeji wa huko wanategemea sana kilimo. Basi unakuta kikao ni kimoja. Inapofika wakati wa mavuno, kikao cha pili hakikai kuweza kujadili namna gani matumizi ya kile ambacho kimepatikana kinaweza kikatumika. Matokeo yake sasa unakuta jinsi moja inaathirika zaidi kutokana na yale matumizi mabaya ya mamlaka yanayotumiwa na wanaume dhidi ya wanawake kwa kile ambacho kinakuwa kimepatikana kwenye familia. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya katika aina zote 4 za ukatili: ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono, wa kisaikolojia na hata ukatili huo wa kiuchumi. Lakini kadri ambavyo tumeendelea kutekeleza, sasa ni mwaka wa 3, tunaenda mwaka wa 4 wa utekelezaji kwa kutumia mbinu hii ya sasa. Tulianza awamu ya kwanza ya kuanza, tukaja awamu ya pili ya kuleta ufahamu na uelewa katika jamii, tukaja awamu ya 3 hii ya kutoa msaada kwa wale wanaotendewa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo tunaona kabisa katika kipindi hiki sasa cha wananchi kuweza kutambua madhara ya ukatili, wameshafahamu ukatili ni nini, wameshafahamu aina ni zipi, wameshajua madhara ni yapi. Sasa wanajamii wamefika mahali wanaona umuhimu wa wao kushiriki katika kutoa msaada kwa wale ambao wanatendewa ukatili kupitia mradi tunautekeleza huu ambao umekuwa ukifadhiliwa na wenzetu hawa wa shirika la Focus, mradi wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Mradi huu umeendelea kuleta tija. Tunaona kwenye jamii uelewa umeongezeka, tunaona wanajamii wanaitikia kwa kiasi kikubwa wanapokuwa wameitwa kwenye vikao mbalimbali vya kuweza kujadili masuala yanayohusu maendeleo ya familia au masuala mazima yanayotokana na nini na kuacha vitendo hivi vya ukatili. Kwa hivyo tunaona hali inazidi kubadilika. Leo katika mjadala leo tumeshuhudia wanaume kwa wanawake wakizungumzia umuhimu, kwanza wakikiri kwamba ukatili ulikuwepo na wachache bado wanaendelea kuufanya, lakini bado wanaona umuhimu wa utoaji wa msaada kwa wale ambao wanatendea ukatili, kuwasaidia wanaotendea ukatili, kuwasaidia wana mabadiliko na kuwaunga mkono katika harakati wanazozifanya za kupaza sauti katika jamii na si kuwaachia wenyewe kama mzigo wa kwao. Lakini pia tunaona viongozi wa serikali wanavyoshiriki, kwa sababu awamu hii ya kutoa msaada au ya kusaidia inatamani kuona jamii inatumia mamlaka ya pamoja, inaunganisha nguvu za pamoja, mimi, yule na wewe, wote kwa pamoja tukiungana, viongozi wa serikali, taasisi mbalimbali, tunaweza tukafanya jamii yetu ikawa na familia zilizo salama, lakini jamii pia ikaweza kuwa salama. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunajivunia sana mafanikio na mabadiliko tunayaona kwenye jamii tangu tulipoanza mradi mpaka sasa tunapoendelea na mradi. Familia salama, jamii salama. Kwa hiyo tunaendesha makongamano haya wakati huu wa kabla na wakati wa mavuno ili kuhakikisha familia zinanufaika na shughuli za pamoja kati ya baba na mama, namna gani zitawanufaisha katika maendeleo yao ya kaya, katika kusomesha watoto na kupunguza kiwango kikubwa cha ukatili, kwa sababu pia mifarakano ya ndoa mara nyingi inatokana na matumizi mabaya ya mamlaka kwa wanaume. Baadhi ya wanaume hususan wakati wa mavuno wanaterekeza familia na kutokomea katika senta mbalimbali, wanafuja mavuno ya mpunga, mavuno ya mahindi, na hatimaye uhakika wa chakula unakuwa changamoto, ukatili unakuwa mkubwa na wanatekeleza familia. Kwa hiyo tunafanya midahalo hii hususan wakati huu kuelekea mavuno na wakati wa mavuno ili kuhakikisha kaya nyingi ambazo
zimenufaika na mavuno mbalimbali ya mazao mbalimbali, zinakuwa salama, zinaweka mipango ya pamoja ya matumizi bora ya akiba ya chakula, lakini matumizi mazuri ya mavuno ili kwa ajili ya maendeleo yao kama familia, na hatimaye tuwe na familia salama. Sisi wanawake wa Bundilia tunasema hivi: ewe mwanaume, chapa kazi, usichape mkeo, somesha watoto, ujenge msauzi.